بحثية كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، فقه ليوكسيشوا kupitia mwangazo wa Qur'ani na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kitabu kilichoandikwa na nukhbatun min al-ulama wa teule katika maulama, jazahumullahu anna wa anil muslimina khaira. Tuko na kitabu al-muamalat, na katika mlango wa mambo ya buyu, kitabu al-buyu, na katika masala ya nane, albabu al-awwal fi al-buyu, katika al-mas'alatu ath-thamina, masala ya nane, ambapo anasema rahimahullah ta'ala aqdu al-murabaha, mkataba wa murabaha. Aqdu al-murabaha, mkataba wa murabaha. Murabaha ni neno la Kiarabu ambalo linatokana na ribh. Ribh maana yake ni faida, sawa. Ribh maana yake ni faida. Murabaha yani ile kutiliana faida. Murabaha yani musharaka, ni kushirikiana katika faida. Nasema al-murabaha, murabaha maana yake bai'u as-sil'a bi thamaniha al-ma'lum baina al-muta'aqidain, ni kuuza bidhaa kwa thamani yake inayojulikana baina ya wale wafanyabiashara wawili, muuzaji na mnunuzi. Inauzwa bidhaa kwa thamani inayojulikana baina ya wanaofunga mkataba wawili, biribhin ma'lumin bainahuma, kwa faida inayojulikana baina yao. Kwa maana muuzaji anajua faida anayoipata na mnunuzi pia vile vile anaijua ile faida anayoipata huyu muuzaji, sawa. Kwa hiyo ni bai'u sila bi thamaniha, ni kuuza bidhaa kwa thamani yake, al-ma'lum baina al-muta'aqidain, inayojulikana baina ya wafanyabiashara wawili, biribhin ma'lumin bainahuma, kwa faida inayojulikana baina yao. Mithaluha, mfano wake, yaqulu sahibu as-sil'a, atasema yule mwenye ile bidhaa, ra'su mali fiha 100 riyal, mtaji wangu katika bidhaa hii ni riali 100, sawa. Mtaji wangu, ra'su mali, tunachukua sisi katika Kiarabu rasilimali, sawa. Ra'sul mali yani rasilimali, yani ni mtaji. Kiswahili tunasema ni mtaji, ra'sul mali, kichwa cha mali, yani ndio ule mtaji, msingi ule wa mali. Fiha, ndani ya bidhaa hiyo, 100 riyal, ni riali 100 mimi nimewekeza. Nabiuka iyaha bil 100, nitakuuzia kwa 100, wa ribhu 10 riyalat, na faida nitaongeza riali 10. Kwa hiyo nitakuuzia kwa 100 na 10. Mimi nimenunua bwana kwa 100, sawa, lakini nitakuuzia kwa 100 na 10. Vipi? Nimekubali, sawa. Kwa hiyo hiyo inaitwa ni bai'u al-murabaha. Jari. Hata huko mabenki unaambiwa pale kuna aina mbalimbali za biashara, unaambiwa murabaha ipo, sawa. Kwa maana na wao wanakuuzia kitu na wanatia faida ndani yake, tayari wanatia faida ndani yake. Kwa hiyo ndio bai'u al-murabaha. Kasema falbayu ala hadhihi surati sahih, kwa hiyo biashara katika sura hii ni sahihi. Idha alima al-bai' wal-mushtari miqdar ath-thamani wa miqdar ar-ribh, atakapojua yule muuzaji na mnunuzi kiwango cha thamani, kwa maana miqdar ath-thaman, kiwango cha ile thamani ya ile bidhaa, wa miqdar ar-ribh, na kiwango cha faida. Kwa hiyo wanapojua kwamba bidhaa hii bei yake ni kadhaa na faida yao hawa wanatia kiasi kadhaa, sawa, akakubali, basi hiyo ni bai'u al-murabaha. Qala ta'ala, bisema Allah subhanahu wa ta'ala, wa ahalla Allahu al-bay'a, na amehalalisha Allah biashara.
na biashara. Mtu anataka faida, muuzaji anataka faida na mnunuzi anataka bidhaa, sawa. Waqala jalla sha'nu, na akasema lililotukuka jambo lake, illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Yani Allah subhanahu wa ta'ala amekataza, ayuha alladhina amanu la taakulu amwalakum bainakum bilbatil, yani mliamini msile mali zenu baina yenu kwa njia ya batil, illa an takuna tijaratan an taradin minkum, isipokuwa itakapokuwa ni biashara kwa maridhiano kutoka kwenu. Itakapokuwa ni kwa maridhiano kutoka kwenu, basi hakuna tatizo. Ikiwa mtu hata ameweka faida gani, lakini mnunuzi kasharidhika, basi imetosheleza. Walmurabaha, na murabaha bai'un tuhaqqiqu au tahaqqaqa fihi ridha almutaaqidain. Na murabaha ni biashara ambayo imethibiti ndani yake ridhaa ya hawa wafungaji mkataba wawili, hawa wafanya biashara wawili, muuzaji na mnunuzi. Walhajatu massatun ila jawazi, na haja za watu zinagusa sana juu ya kujuzu kwake na kufaa kwake, sawa. Haja za watu masa zinagusa, zinahitaji ila jawazihi, juu ya kujuzisha kwake jambo hili, kwamba watu wanahitaji. Lianna ba'dha an-nas la yuhsinu ash-shara'a ibtidaa, kwa sababu baadhi ya watu hawawezi kufanya vizuri kununua kwa hatua ya mwanzo. Anakuwa hawezi kununua, kajua njia zile za biashara, kwa hiyo faatamidu ala ghairihi fi shara', kwa hiyo anamtegemea mtu mwingine ili amnunulie, sawa. Wayaziduhu ribhan muhaddadan, na anamzidishia biashara au anamzidishia faida maalum. Kwa mfano mtu ananunua nje, labda, sawa, nakubaliana bana, mimi nitakununulia gari, sawa, nje inauzwa kiasi, na mimi natia faida yangu hii, vipi? Sawa, nampa pesa, sawa. Murabaha, mfahamiana. Ndio hii kwamba lianna baadhi ya nasi, sababu baadhi ya watu la yuhsinu sharaa ibtidaa, hawawezi kufanya vizuri manunuzi kwa mwanzo. Kwa hiyo faatamidu ala ghairihi fi sharaa, kwa hiyo anamtegemea mtu mwingine katika kununua. Wayaziduhu ribhan muhaddadan, na anamzidishia faida maalum muhaddadan, ambayo ina kiwango maalum, maaluman bainahuma, inayojulikana baina yao, kwamba mimi nitatia faida yangu hii gari. Kwa hiyo hiyo ndio murabaha, na haina mushkil katika sharia. Sasa tuangalie aina nyingine ya biashara, almas'alatu at-tasi'a, mas'ala ya tisha, ambayo inaeleza albay'u bitaksib, kuuza kwa awamu. Albay'u bitaksib, kuuza kwa awamu. Unauza awamu ya kwanza, awamu ya pili, awamu ya kitu, ndio kile kitu, sawa. Hii ndio ipo. Anasema rahimahullah, huwa bai'u silati ila ajalin muhaddadin, hii ni kuuza bidhaa kwa wakati maalum uliowekwa mpaka. Unauza bidhaa kwa wakati maalum, pengine labda ni mwezi. Atatoa mfano, yukhassaku fihi thamanu aqsatan mutaaddidan, inagawiwa katika muda ule ile thamani ya ile bidhaa mijao mingi, sawa. Ile thamani ile inagawiwa, kwa mfano milioni 1 kwa muda wa mwezi mmoja inagawiwa, au milioni 10 kwa muda wa miezi 10, sawa, inagawiwa kila mwezi milioni 1, sawa.
يقسط فيه الثمن أقساطا متعددة ugawiwa ndani yake thamani migao mingi. Kullu qistin lahu ajalun ma'lum, kila mgao wa ile thamani unakuwa na muda maalum. Yadfa'uhu al-mushtari, ambao atatoa ile mnunuzi. Kila muda anatakiwa atoe, kila muda anatakiwa atoe mpaka anafikia ile thamani ya kile kitu chote. Sawa, tumezoea kuita hii ni mkopo. Sawa, tumezoea kuita ni mkopo, kwa maana mtu anakupa kitu basi utanguliza kiasi kadhaa kwamba kifunga mlango au tunahitaji sisi. Kwa hiyo anatanguliza pale, kila mwezi mimi utakuwa unalipa kiasi kadhaa, kanikopesha bana, kila mwezi namlipa. Lakini kisheria ule hauitwi mkopo, ile inaitwa al-bay'u bitaksit, kuuza kwa awamu na kwa mafungu. Sawa, na ndio hii inayofanyika hukuma benki. Nimekwenda kukopa benki, kwa hiyo kila mwezi mimi nakatwa, kila mwisho wa mwezi nakatwa. Tunakusudia hizi benki za Kiislamu, ama zile benki nyingine ambazo za Kiislamu inategemea. Ikiwa pesa kwa pesa, hiyo itakuwa riba, sio bei ya taksit. Sawa, na kule bila shaka ndio mambo hayo yalipo, mambo ya riba. Lakini sisi tunazungumzia zaidi huku kwenye mabenki ya Kiislamu yanayofanya miamala hii ya Kiislamu, basi hutumia muamala huu wa al-bay'u bitaksit. Anasema mithaluhu, mfano wake, an takuna inda al-ba'i' sayyara, ni kuwa kwa muuzaji kuna gari. Huyu muuzaji anayo gari, qimatuha naqdan 40,000 riyal, kiwango chake kwa pesa ni 40,000 riyal. Anatoa mfano wa riyal kwa sababu kitabu kimeandikwa Swahili. Sawa, au kwa sisi tutasema 40,000 shilingi 40,000, au tuseme milioni 4 kwa ile kuleta taswira iliyokuwa ni nzuri zaidi. Wa muajjalatu 60,000 riyal, na akiuza kwa muda, akimpa muda kwa pale pale atamuuzia kwa ile milioni 4. Lakini ikiwa ni kwa muda, akisema kwamba nipe miezi 5 6, basi anamwambia 60,000 riyal, 60,000, au kujalie kwamba kwa sisi milioni 6. Jana umefahamiana? Maana ikibidi nikupe muda, nitakuzia milioni 6, lakini kwa sasa hivi nitakuzia milioni 4. Umefahamiana? Hiyo sio riba, hiyo sio riba, hiyo ni biashara na makubaliano, kwa sababu muda nao una nafasi yake katika biashara. Kwa sababu huyu ukimcheleweshea, na yeye unamcheleweshea yale malengo yake ya biashara, na ile pesa anakuwa umeizuia, anakuwa hapati kule kuzungushia na mambo mengi. Kwa hiyo kwa kufidia ule muda inabidi aongeze ile gharama. Sawa. Kwa hiyo anasema fayattafiqu ma'a al-mushtari, kwa hiyo anakubaliana na mnunuzi ala an yusaddidahu al-mablagh ala 12 qistan, kwamba amlipe ile kiwango alichokubaliana katika mafungu 12, yani kila mwezi. Fayadfa'u fi nihayati kulli shahrin 5,000 riyal, kwa hiyo atatoa mwisho wa kila mwezi riali 5,000 kwa mfano ambao wameweka hapa. Sawa. Kwa hiyo mathalan kwa sisi ambao tumetoa mfano ule, mfano hiyo milioni 6, sawa, milioni 6 hiyo ukiigawa kwa 12 unapata ngapi? 500,000. Sawa, unapata
500,000. Kwa hiyo huyu yeye kila mwezi atakuwa anatoa 500,000 mpaka ukimaliza mwaka tayari ile gari ishakuwa yake ya milioni 6. Lakini angelinunua pale pale, angenunua kwa milioni 4 tu. Sawa, mfano tu sawa. Kwa hiyo kwa mfumo kama huu, hukumu yake aljawaz, ni kufaa, kwamba jambo hili linafaa, biashara hii inafaa. Dalili an Aisha radhiyallahu anha qalat, kutoka bibi Aisha radhi za Allah juu yake amesema, ishtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min yahudiyyin ta'aman binasihatin, amenunua mtume wa Allah rehma na amani juu yake kutoka kwa Myahudi chakula binasihatin ay bil ajal, yani kwa muda. Amenunua kwa muda, kwamba kufikia muda fulani nitakukamilishia pesa yako ya chakula hicho. Sawa. warahanahu dir'an lahu min hadidin, na akamwekea rehani lile guo lake la chuma, lile guo la vita lile linatengenezwa kwa chuma, ndio akamwekea rehani, bwana mimi nipe hichi chakula, nitakuwekea rehani hili guo, sawa, mpaka nitakukamilishia pesa yako, utakuja kulichukua mwenyewe. Tayari hapo. Kwa hiyo hadithi hiyo ni muttafaqun alayhi, imewafikiwa juu yake na Bukhari na Imam Muslim. Wanasema walbayu bihadhihi tariqa, na kuuza kwa njia hii au biashara kwa njia hii, fihi faida likulli min albai walmushtari, yani yake mna faida kwa kila upande wa mnunuzi, wa muuzaji na mnunuzi, kuna faida. Sawa. فإن البائع يزيد في مبيعاته, kwa sababu muuzaji atazidisha katika vile anavyoviuza, fi mabiatihi, katika vile anavyoviuza. Wa yuaddidu min asalibihi, na ataongeza katika zile njia zake, fi taswiqi bidhaatihi, katika kuingiza sokoni ile bidhaa yake, anazidisha kwa maana anazidisha njia zile za kuingiza sokoni bidhaa yake. Ukitaka kununua kesh, basi bei yako. Ukitaka kununua labda kwa muda, bei hii yako. Kwa hiyo anapewa njia nyingi za kuweza kufanya biashara. Kwa hiyo fayabiu naqdan wa taksitan, kwa hiyo anauza kwa kesh na anauza pia kwa muda. Anauza naqdan pale pale kwa pesa kesh, wa taksitan, lakini pia anatoa na muda. Kwa hiyo yastafidu fi hali taksit min ziyada thamani muqabil al-ajal, kwa hiyo atanufaika katika ile hali ya kutoa muda ile wa kuzidisha thamani muqabil al-ajal, kwa mujibu wa ule muda. Sawa, kwa mujibu wa muda anaongeza na yeye anafaidika ile thamani. Na hapa ndipo wanapopata watu wasiwasi kwa mabenki, sema mbona wametia kiwango sawa sawa na kule tunachoweka kwenye riba. Ndio tumekopa vifaa, tumekopa usafiri, tumekopa, lakini asilimia ya faida mbona ile ile kule kwa ile benki za riba. Tutasema kwamba hiyo hata kama asilimia ndio ile ile, kwa sababu inakuwa mathalan benki ni moja, kwa hiyo ile asilimia ya faida inawekwa ni moja, lakini mifumo ya uendeshaji wa zile shughuli ni tofauti. Sawa, mifumo ya uendeshaji wa shughuli zile ni tofauti. Kwa hiyo mfumo wa huku za Kiislamu hawakopeshi pesa, bali wanakopesha bidhaa, wanakopesha vifaa, wanakopesha vyombo. Sawa. Kwa hiyo unakwenda anakuambia kwamba dukani ni kiasi hichi na sisi tunatia faida yetu kiasi hichi, ukilipa kwa miaka miwili utakatwa kiasi hichi,
ukilipa kwa miaka mitatu kiasi kitakachokatwa hichi, unaambiwa ikifika miaka mitano basi kila miaka ikienda na bei na ongezeka, au si? Kwa hiyo ile haina mushkil, ndio hiyo albayu bitaksit, sawa, haina mushkil kwa sababu wao wanafaidika kwa sababu ya ule muda ambao wewe umechukua. Anasema kama anna almushtari, kama ilivyo mnunuzi, yahsul ala sila, ataipata ile bidhaa, wa in lam takun indahu qimatuha, hata kama hana ile thamani ya kile kima, lakini madam anataka kutumia kitu na hana pesa, lakini ni faida kwake, anataka kidogo kidogo, anafaidika na hiyo kwa upande wake. Wayusaddidu thamanaha fima ba'du aqsatan, na atalipa ile thamani ya bidhaa ile baada ya hapo aqsatan, kwa mafungu, sawa, atalipa kwa mafungu, sawa, kama ambavyo ilivyo katika mikopo ambayo inayojulikana, sawa. Kwa hiyo ni albayu bitaksit, lakini katuwekea hapa shurutu sihhati bai' taksit, masharti ya kusihi hii biashara ya taksit. Kuna masharti yake. Yushtaratu li sihhati bai' taksit, inashurutishwa ili isihi hii biashara ya taksit idafatan ila shuruti albai' almutaqaddima, wa kuongezea na zile sharti za biashara zilizotangulia kule nyuma. Hizi ni sharti za ziada kwa ajili ya muamala huu tu, nayo ni masharti yafuatayo. La kwanza, an takuna sil'atu bihawzati al-bai', hiyo ile bidhaa iko katika umiliki wa muuzaji, sawa. Ile bidhaa wakati unafanyika muamala hiyo katika umiliki wa muuzaji, wa tahta tasarrufihi, na chini ya ule uendeshaji wake, sawa, na chini ya usimamizi wake, inda al-aqdi, wakati wa makubaliano, sawa. Kwa hiyo wakati wanakubaliana pale, iwe bidhaa ile iko kwa nani? Kwa muuzaji kwanza. Kwa hiyo kwa mfano kama ni mabenki, manake tayari imenunua, sawa, inanunua halafu inakuuzia wewe. Ndio maana unaambiwa nenda dukani kwanza angalie kiasi kadhaa, halafu wao wanainunua halafu wanakuuzia wewe. Mfahamiana? Kwa hiyo anasema fala yajuzu lahum al-ittifaqu ala thamaniha, kwa hiyo haikujuzu na wala haikufaa kwa wao hawa wawili kukubaliana juu ya thamani ya ile bidhaa, wa tahdidi mawaidi as-sadad wal aqsat, na kuweka miadi ya kulipa na vile viwango vile vya kulipa. Thumma baada dhalika yashtariha al-bai', kisha baada ya hapo anainunua yule muuzaji, wa yusallimuha lilmushtari, anaikabidhi kwa mnunuzi. Hapana, iwe kwanza ilikuwa nayo kashainunua, sawa, kashainunua, alafu pale ndo wanakubaliana, haya mimi mchango hichi hapa, nitakuuzia sasa. Isiwe kwamba hajanunua tayari wanapitisha makubaliano yote tayari. Nasema fa inna hadha muharramun, kwani hakika jambo hili ni la haramu, biqaulihi sallallahu alayhi wasallam, kwa kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, la tabi' ma laysa indak, usiuze kile ambacho hakiko kwako, sio milki yako, usikiuze. La tabi' ma laysa indak, usiuze kile ambacho hakiko kwako. Na hii ndio inaondosha mizozo, kwa sababu unaweza kama mshakubaliana kuanza malipo, unakwenda dukani hakipo, shauri nasikia kuwa kingine, mimi sitaki kingine kile kile, na huko tayari kishaanza kukaa,
kashafunga mkataba. Kwa hiyo ili kuepusha ile mivutano na mizozo, ni aula akimiliki kwanza, unataka kipi hichi hapa, anakinunua. Sasa ndio kizungumzo tayari. Hadithi hiyo rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Tirmidhi wa Nasai wa Ibn Majah wa sahahu al-Albani. Sharti ya pili, la yajuzu ilzamu al-mushtari, haijuzu wala haifai kumlazimisha mnunuzi inda al-aqdi au fima ba'd, wakati ule wa mafungamano pale, wakati wa mkataba au baada ya hapo, bidafi mablaghin zaidin, kulipa fedha za ziada. Haifai kumlazimisha ile mnunuzi bidafi mablaghin zaidin, kulipa pesa ya ziada ala mattafaqa alayhi, kwa yale ambayo waliokubaliana. Sawa, haifai kwa yale ambayo waliokubaliana inda al-aqdi, wakati ule wa makubaliano, fi hali taakhurihi an daf'i al-aqsat, katika hali ya kuchelewa kwake kulipa vile viwango alivyowekewa. Yani akamwambia bana, tunaweka hii 500,000 kila mwezi, ukichelewa kulipa basi utakuja kulipa ziada, utalipa sasa badala ya 500,000 utakuwa 550,000. sawa. Kwa hiyo jambo hilo halifai, jambo hilo halifai, lianna dhalika riba muharram, kwa sababu hiyo itakuwa ni riba iliyoharamishwa. Hiyo ni riba iliyoharamishwa. Kubaliana nayo kiwango unachokitaka, lakini kiwe kile kile kwa muda ule ule, bila ya kumpigia penalty kwamba ukichelewa basi itaongezeka hivi. Hiyo itakuwa si katika muamala nzuri wa Kiislamu tayari. Lakini pia katika sharti ni yahrumu ala almushtari almalik, inaharamika kwa mnunuzi ambaye aliyejaa, kwa maana ana uwezo. sawa. Yahrumu ala almushtari almalik, inaharamika kwa mnunuzi aliyejaa, yaani mwenye uwezo, almumatalatu fi sadadi ma halla min al-aqsar, kuchelewa kulipa kile ambacho muda umeshafika katika kiwango cha malipo, katika ile aqsar, katika yale mafungu ya kulipa tayari umeshafikia muda, lakini yeye halipi maksudi, ile 500,000 anaizuia, atakuja kulipa pamoja mwezi ujao. Haifai, ni haramu, kama ilivyokuja kwamba maqalu ghanimi dhulmu, kuchelewesha kwa mtu ambaye mwenye uwezo ni dhulma. Kumcheleweshea mtu haki yake wakati uwezo wa kumlipa nao ni dhulma. Fanyeni sawa. Kwa hiyo hizi ndio sharti za kusihi kwa hii biashara ya taksit. Na ya nne yanasema, la haqqa lilbai, hakuna haki kwa muuzaji fil ihtifadhi bimilkiyati almabii ba'da albay', kujimilikisha au kuhifadhi ule umiliki wa bidhaa baada ya biashara. Ikawa yule muuzaji akwambia, madam hujafika nusu hapa, au kama hujakamilisha mimi nazuia kwanza. Hakuna haki hiyo, madam mshakubaliana, kashaanza kutoa, wachie. Ukitaka weka rehani, sawa, kama atavyosema hapo mbele. Nasema la haqqa lilbai, hakuna haki kwa muuzaji fil ihtifadh, katika kubaki bimilkiyati almabii ba'da albay', kubaki na umiliki wa bidhaa baada ya ile biashara. Walakin yajuzu lahu, lakini itajuzu kwake yeye, an yashtarita ala almushtari, kushurutisha kwa yule mnunuzi, rahna almabii indahu, kuweka rehani ya kile kinachouzwa kwake yeye. Sawa.
kwa maana inafaa kumwekea huyu bana, hichi kitakuwa ni rehani kwao, isiyo kwamba anakizuia kwamba ndo chake. Anajua kwamba ni cha yule mnunuzi, lakini yule mnunuzi anamwambia basi nakiweka mimi rehani, hichi nikiweza kukamilisha basi nitakuja kukichukua, sikuweza basi utauza, utachukua haki yako, urejeshee haki yako. Sawa, namna kama hivi. Kwa hiyo kitu kile kile kinaweza kubaki kwake, lakini kwa mfumo wa nini, wa rehani, sio kwa mfumo wa bidhaa. Tayari hapo tumefahamiana vizuri. Kwa hiyo dhamani haki hii, ili kuweka dhamana ya ile haki yake fi istifadi al-aqsat al-muajjala, katika kukamilisha vile viwango vilivyowekewa muda, viwango vya malipo vile vilivyowekewa muda, pale inakuwa tayari ameshaweka dhamana. Na hiyo inawezekana pengine mtu hamjui au mtu ana wasiwasi naye, kwa hiyo inawezekana akafanya hivyo. Lakini ikiwa mtu ana wasiwasi naye na hakuna mushkili wowote, basi anaweza akamwachia akaendelea na huku analipa kidogo kidogo. Tumefahamiana Sheikh? Kwa hiyo hizo ndio sharti za al-bay' bil-taqsit, biashara hiyo ya kuwekeana muda na ya kugawa vile yale malipo kwa muda. Natumai itakuwa imefahamika. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala tuzidishie ilmu ya manufaa na tukubalie amali zetu wa tusamehe makosa yetu. Inshallah katika darasa ijayo tutakuja kuanza sasa mlango wa riba. Tutakuja kuangalia mlango wa riba tujue ili tuweze kuiepuka. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. نعم، نهوك الاختيارات المشيخ. نعم، الشرط السابع أسمى رحمه الله تعالى. الشرط السابع، شرط السابع katika masharti ya sala ni dukhulu wakati, ni kuingia kwa nini, kwa wakati wa ile swala. Huwezi ukaswali bila ya kuingia wakati wa swala yenyewe. Asema wadalilu min as-sunna, na dalili katika hadithu Jibril alayhi salam, ni ile hadithi ya Jibril alayhi salam, annahu amma an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi awwal al-waqt, ya kwamba yeye Jibril alimswalisha mtume sallallahu alayhi wasallam katika mwanzo wa wakati, siku ya kwanza alipofaradhishiwa mtume sallallahu alayhi wasallam swala tano, mwalimu wake Jibril akaja kumswalisha kwanza mtume sallallahu alayhi wasallam siku ya mwanzo, fi awwal al-waqt. Swala zote alimswalisha wakati wa mwanzo, ukiingia tu pale swala anamswalisha, anamuonesha kwamba unaona wakati wa swala ushaingia, jua limepinduka, kivuli kimekuwa hivi na dhuhuri ishaingia. Na asiri unaona kivuli kimekuwa sawa na kile kitu na ziada. Magharibi jua lishazama, isha mawingu yashaondoka, alfajiri tayari yale mawingu yameonekana ya kuingia ukungu ni wa alfajiri. Sawa. Kwa hiyo mwanzo pale, kila swala kwa wakati wake alimswalisha mwanzo. Wa fi akhirihi, na alimswalisha pia mwisho wake. Siku nyingine alimswalisha mwisho wa wakati, kila swala mwisho wa wakati wake. Faqala, akasema ya Muhammad, Muhammad, as-salatu baina hadhaini al-waqtayn, swala iko baina ya nyakati hizi mbili. Salatu baina hadhaini al-waqtayn, swala iko baina ya nyakati hizi mbili, kwa maana huu muda wote ni muda wa swala, lakini taban kuswali mwanzo wa wakati ni aula, na mtu anapokuwa na dharura basi anaweza akauchelewesha swala, isipokuwa tu swala ya isha
ndio kuswali mwisho wa wakati ni bora zaidi kuliko mwanzo. Sawa, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alipochelewa siku moja swala ya Isha, masahaba walikuwa wanasinzia tena, basi akatoka akawaswalisha, akawaambia innaha la waqtuha laula an ashqa ala ummati, hakika huo hasa kuchelewa hii Isha ndio wakati wake hasa, kama nisingeliuonea tabu umati wangu, lakini kwa kuwa naonea tabu umati wangu zamani nawaswalisha mapema ili wakapate kupumzika mapema. Sawa. طيب. وقوله تعالى نقول يا الله سبحانه وتعالى إلى يونيش نيكاتي إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، حقيقة صلاة نقول ومؤمن لفرض ليكيو وقت معلوم. إن الصلاة كانت على المؤمنين حقيقة صلاة نقول ومؤمن كتابا موقوتا لفرض ليكيو وقت معلوم، أي مفروضا في الأوقات، يعني مفرضش وقت كنيكات معلوم. ودليل الأوقات ندليل ينيكات قوله تعالى لقوليات الله سبحانه وتعالى. إذن ينيكات إذا صلاة كانوا لمثال وقت القرآن كما المسيم الله جل وعلا أقم الصلاة لدلوك الشمس، simamisha sala wa kutakata kwa jua, ila ghasaqi llaili, mpaka giza la usiku. Simamisha sala kwa kutakata kwa jua, ila ghasaqi llaili, mpaka giza la usiku. Wa Qur'an al-fajri, na sala ya al-fajiri, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda, hakika sala ya al-fajiri imekuwa ni yenye kushuhudiwa. Imetafsiriwa Qur'ani hapa kwa maana ya swala ya alfajiri kwa sababu ya kurefushwa kisomo cha Qur'ani ndani yake. Imeitwa swala ya alfajiri ni Qur'an kwa sababu Qur'ani inarefushwa ndani yake. Zinaingia vipi hizi sala nyingine? Ni wamesema wanasoni hakimi salata liduluki shams, simamisha sala kwa kutakata kwa jua, yaani hapo zinaingia sala ambazo zinaswaliwa wakati jua li hai, ambazo ni sala gani? Adhuhuri na alasiri. Hizi ndio zinaswaliwa wakati jua linapokuwa li hai, duluki shams, kutakata kwa jua, ila ghasaqi llaili, mpaka giza la usiku. Basi hapo zinaingia sala zinazoswaliwa wakati giza linapokuwa limeshaingia, ambazo ni magharibi na isha. Sawa, giza lishaingia ndio inaswaliwa magharibi na isha. Wa Qur'an al-fajr, na sala ya alfajiri. Kwa hiyo sala tano zote zimetajwa katika aya hii, nyakati za sala tano zimetajwa katika swala hii, katika aya hii. Na inna Qur'an al-fajr, kwa sababu swala ya alfajiri kana mashhuda, imekuwa ni kushuhudiwa na kuhudhuriwa na malaika. Sawa, kwa maana wale malaika ambao wanaopokezana kuja kuandika amali za waja hupokezana nyakati mbili, ndio wakati wa alfajiri na wakati wa alasiri. Kwa hiyo inashuhudiwa swala ya alfajiri na malaika. Kwa hiyo inshallah tutakuja kuondokea na sharti hizo nyinginezo zinazoendelea. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. نعم، كما سبحان الله. سؤال. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين.
ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والتفسير وارزقنا اتباعه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم حكيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله عليه وسلم.